Kumbuka nilisema pia kipindi hiki cha quarantine, kipindi hiki ambapo tuko lock up. Tukicheza kipindi hiki ni kipindi ambapo familia nyingi zitayumba kama spirit ya msamaha haitapita. Kipindi hiki cha lock up au kipindi hiki ambapo watu wako quarantine, familia zinakuja pamoja, zinakuwa na ile unity. Ni kipindi ambapo pia tunaweza tukaona familia nyingi zikiyumba kama hakutakuwa na ile spirit ya msamaha. What I mean ni kwamba unakuta baba alizoea kuishi mwenyewe miaka 5 iliyopita anakuja nyumbani mara moja. Mama alizoea kuishi na watoto tu, watoto walizoea kuishi wenyewe bila baba, lakini kipindi hiki cha corona inawaleta wote kwa pamoja, inawaleta wote sehemu moja, wote mnajikuta mko nyumbani. Kama sio spirit ya msamaha kupita, kama hutaruhusu roho ya msamaha kupita, kipindi hiki kinaweza kikawa kigumu sana kwa wanandoa wengi, kwa sababu ni something they don't expect. Hawajawahi kufanya hivyo, hawajawahi kukaa kwa muda mrefu kiasi hicho. Kwa hiyo we have kipindi hiki kwa wale wanandoa, lazima spirit ya msamaha ipite. Break that spirit of pride. Vunja tatizo la spirit of pride ni hili. Spirit of pride ni roho mbaya ambayo inakaa kwenye mifupa ya watu, ni roho inayokaa kwenye mishipa ya watu. Kwa you have to break it, you have to unapaswa uachilie msamaha, uiaccept tena familia yako, then you can pray together. Yeah, kipindi hiki pia you can pray together. Na as far as long pengine nitaanza sasa maombi ya live kila siku ya Jumapili jioni, ili kufanya maombi na wewe kila siku ya Jumapili. Mungu akitupa kibali, pengine tutaanza Jumapili hii, tutaanza maombi ya live. Nitakuwa naomba na wewe kipindi hiki cha Jumapili. Hii ni kusema kwamba I care. Na jambo jingine pia ambalo nimeweza kulifanya kipindi hiki ambapo tumekuta tuko nyumbani, nimejaribu kujibu message zako zote, all messages zote za DM nimejaribu kuzijibu mimi mwenyewe. Kwa hiyo nimejaribu kusolve matatizo ya watu wengi kwa njia ya DM, na zile za kuombea nimeziombea. Kwa hiyo we have enough time this time kwa ajili ya kuomba. What I can do na ninachoweza kuadvise kwako ni kwamba unaweza ukaendelea ku-DM kipindi hiki. Tunabeba haya maombi, tunayaombea, zote nitazisoma mwenyewe. Kwa nini nimeamua kufanya hivi na kuchukua message zote DM na kuanza kuziombea? Ni kwa sababu nataka kukuhakikishia kwamba distance sio sababu, umbali sio sababu. Kwa hiyo nataka niombe na wewe, alafu niamini kwamba kupitia hizi message zote ambazo ninaziombea, I believe that kuna shuhuda zitakuja. Kama ulikuwa umetuma message DM, nina uhakika message zote zimejibiwa, na zile za kubeba kuombea nimezibeba, ninaendelea kuziombea. Tumeshaanza ile prayer mountain yetu Arusha. Kwa wale waliokuwepo Arusha, nafikiri ile mwezi wa 12 tulisema kwamba tunataka tuwe na eneo la maombi. Kwa hiyo we have started tayari. Tumeanza tayari. Tunapata muda mzuri wa kuomba, we prayed. Kwa hiyo unaweza sasa ukaendelea kutuma message zako, zote zinajibiwa, zote ninazijibu. Mimi binafsi ninazijibu. Alright. Huyu anauliza saa ngapi baba? Siku ya Jumapili nimesema nitakuwa live kwa ajili ya maombi kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 2 usiku. Ni saa 12 jioni mpaka saa 2 usiku. Kipindi hiki chote kila siku Jumapili nitajitahidi kwa ajili ya maombi tu. Ni special days ambayo tumeiweka kwa ajili ya maombi tu. Kwa fuatilia, leta wagonjwa, unaweza ukaamini na mimi, we can pray together, we break that demon. Tuna uwezo wa kufukuza hiyo demon, hiyo spirit kwenye nyumba yako. Tunaweza tukaiweka nyumba yako free. Yes, we can set your house free. Cake anasema network inasumbua, I think so.
Yeah, kuanzia Jumapili Mungu akipenda tutaanza hii live service kwa ajili ya kuset free ukiwa nyumbani, kuiset free nyumba yako. I mean there are some demons. I believe that there are some demons ambazo zinaishi kwa watu, zinafuatilia watu nyumbani. Some people are sick, wengine wamezuiliwa, lakini on this time, believe me, on this time kama tukiamini, kwa sababu distance sio sababu, ule umbali sio sababu, believe me, we can chase that demon ukiwa hapo nyumbani. Hii nafasi tuliopewa lazima tuitumie. Kwa hiyo naomba namba yako ya simu pastor. Tumeanza kukaa as a family na watoto. Barikiwa. Mbona mimi zangu hazijibiwi jamani? I think kama ni DM, I'm very sure DM zote nimezijibu zote, very sure. Labda kama ni za leo, message zote DM kipindi hiki zote nimezijibu mimi mwenyewe. Alright, I was explaining kuhusu programu hii programu ya maombi siku ya Jumapili. Trust me, yes, we can do that. We can do that. We can do that. Yes, tuna zile ratiba za seminar tulizokuwa tumezipanga pia. Usisahau hilo. Nilisema kipindi hiki ni kipindi kizuri cha kuendelea kujiandaa. Kipindi hiki cha quarantine ni kipindi cha kuendelea kujiandaa. Let me talk about, acha nizungumze pia juu ya hiki kinachoendelea. What I believe ni kwamba hili jambo, kama nilivyokwisha kusema, kwamba spiritual limeisha, kwa sababu hili ni jambo la kidunia. Kwa sababu ni jambo la kidunia, lazima litaisha tu. Ujue jambo lolote ambalo linahusu wanadamu, lazima kuna solution. That's what we believe. Na kama nilivyokwisha kusema kwamba spiritual corona is not there, ndio tunachoona ni matokeo tu. Kwa hiyo there is no way out. Haijalishi itakuwa kubwa kiasi gani, lakini kinachoendelea ni matokeo ya kile ambacho tayari kimeshaendelea kiroho. Kwa hiyo we believe kwamba we will survive. Jana nilikutana na kaka mmoja. Sikujua hata amenitambuaje, kwa sababu sometimes being famous ni tatizo. Kwa hiyo wakati natembea, akanifuata kwa nyuma, Bishop. Ikabidi nikageuka, tukaanza kuzungumza, na ndio nataka nikilete tena. Ni jambo ambalo nimesha lizungumza sana, na kwenye message nyingi ambazo nimezikuta DM, jambo hili pia limerudiwa. Huyu kaka anasema kwamba alikuwa introduced kwenye page na rafiki yake. Manake ana rafiki yake ambaye alikuwa ananifuatilia, kwa hiyo yeye ndo alimuintroduce kwenye hii page. Baada ya kumintroduce kwenye hii page, anasema alikuwa na ndoto zinamsumbua, ni zile ndoto za shule. By the way, nimeshaeleza maana ya hizi ndoto za shule kwenye page hii. Kwa hiyo akafuatilia ule mwongozo wa maombi. Anasema baada ya kufanya maombi ile wiki ya kwanza, ndoto zilikata. Ile kipindi cha maombi, baada ya kufanya maombi ile wiki ya kwanza, ndoto zilikata. Kumbuka ni ndoto za shule, ndio zilimsukuma kwenda kwa rafiki yake. Kumbe anafahamu hii page, akamuintroduce kwenye hii page. Baada ya kumuintroduce kwenye hii page, ndipo sasa akakutana na yale maombi ya shule, akafanya maombi wiki nzima. Baada ya kumaliza maombi wiki nzima, anasema zile ndoto zilikata kwa ile wiki ya kwanza. Okay, sasa nikataka kujua kwa nini ananifuata, kama tatizo lilikuwa kwamba ni anaota ndoto za shule na baada ya kufanya maombi zilikata. Tatizo lake ni kwamba baada ile wiki ya kwanza kukata, zile ndoto zilijirudia tena
wiki inayofuata. Sikize kwa makini. Kumbuka alikuwa na shida ya ndoto za shule, akafanya maombi. Baada ya kufanya maombi, zile ndoto zikakata ile wiki ya kwanza. Wiki ya pili zile ndoto zikaanza kujirudia tena. Kwa hiyo kwake likawa ni tatizo. I've explained this na nitaeleza tena kwa nini na ni tatizo ambalo nimeliona kwenye message nyingi sana. Watu wengi wameshughulika tayari na zile ndoto, lakini bado zinajirudia. Nimeshaeleza tena jambo hili. Ili kuweza kupata picha kamili ya kwa nini hizi ndoto zinajirudia, usisahau zile kanuni zinazoendesha ulimwengu wa roho. Moja kati ya kanuni hiyo ni ile inayosema ulimwengu wa roho, ili uweze kufanya kazi hapa duniani, ni lazima upate agreement. Nisikilize. Kumbuka huyu alifanya maombi ya ndoto za shule. Baada ya kufanya maombi ya ndoto za shule, wiki ya kwanza zile ndoto zikakoma, manake hakuota tena. Wiki ya pili ndoto zikaanza kujirudia tena. Ndiyo nataka nianze sasa kwa nini zimejirudia. Nimesema ili kupata sababu kwa nini ndoto hizi zimejirudia, lazima tukumbuke zile sheria za ndoto za shule. I've explained it na some of them ziko kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Kwa kama hujazisikiliza, nenda ukurasa wetu wa YouTube, unaitwa ni The Real Sons of God. Tayari kuna maelekezo ya zile sheria za rohoni zile. Moja kati ya sheria hizo za rohoni zinasema ili roho yote iweze kufanya kazi duniani, ni lazima itafute agreement. Any spirits ikitaka kufanya kazi duniani, lazima isiki for agreement. Na ni hata Mungu, kwa sababu Mungu ni roho. Kwa hiyo ili Mungu aweze kufanya kazi, au roho yote ile iweze kufanya kazi, hata shetani mwenyewe ili aweze kufanya kazi duniani, lazima apate patano, atafute patano na yule mtu ambaye anataka kufanya kazi kwake. Kwa hata kama Mungu anataka kukubariki, kitu cha kwanza atakachokitaka kwako ni agreement. Niliwahi kusema kipindi cha nyuma, baraka zote za Mungu, chochote kile ambacho Mungu anataka kukupatia, any blessing from God, utakuta zina kitu if kama mkifanya hivi, kama mkifanya hivi. Ile if manake ni Mungu anatafuta agreement, anatafuta patano. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna sheria nyingine nilikwambia inasema dunia, earth, ilipewa wanadamu na sio roho. Wakati Mungu alipoumba dunia ilipewa kwa mwanadamu na sio kwa roho. Kwa hiyo ili roho yote iweze kufanya kazi duniani, ni lazima ipate agreement au iruhusiwe na yule mtawala wa dunia ambaye ni mwanadamu kiuhalali. Mwanadamu ndiye mwenye mamlaka halali ya kuruhusu kitu chochote kile kiingie au kitoke duniani. Mwanadamu ndiye mwenye mamlaka, huo uwezo wa kuruhusu kitu chochote kile kiingie au kifanywe ndani ya dunia. Huo uwezo uko ndani ya mwanadamu na hauko ndani ya roho. Huo uwezo alipewa mwanadamu. Usisahau jambo hilo. Huo uwezo alipewa mwanadamu. Okay, kwa kulifahamu hili, kama huyu alifanya maombi ya ndoto za shule, kumbuka nilisema siku ulipoamua kuombea jambo fulani tu, immediately siku lile wazo la kutaka kuombea kitu fulani, hilo wazo lilipoingia tu kwenye akili yako la kutaka kuombea kitu fulani, immediately ulimwengu wa roho uliruhusu au uliachilia kile kitu ulichotaka kukiombea. Tuseme hivi kabla ya kwenda kwenye hii ndoto ya shule. Nilishazungumza sana juu ya hili jambo, na kama tukielewa hatutauliza sana maswali kwamba kwa nini ninafanya hivi, kwa nini nafanya hivi, sioni matokeo. Nilisema tuko na aina 3 za ulimwengu wa roho. Moja ni ulimwengu wa when I say aina 3 za ulimwengu wa roho, simaanishi kuna nyingi, lakini zile 3 ndio kuu. Kuna aina nyingi za ulimwengu wa roho, lakini tuna 3 ambazo ni kuu. Moja ni ulimwengu wa roho wa Mungu, kule anakoishi Mungu. Tuna ulimwengu wa roho wa malaika na tuna ulimwengu wa roho wa mapepo. Sikilize, tuna ulimwengu wa roho wa Mungu, tuna ulimwengu wa roho wa malaika na tuna ulimwengu wa roho wa mapepo. Hizi zinaitwa ni realm.
Nilisema hizi RAM zina uhusiano mkubwa sana na maisha ya watu. Na zote, chochote kile unachokitaka leo hapa duniani lazima kipite kwenye hizi ulimwengu wa roho tatu. Moja, lazima kitoke kwa Mungu. Mbili, kije kwenye ulimwengu wa roho wa malaika. Na tatu, kije kwenye ulimwengu wa roho wa kipepo. Kwa nini nimeleta pointi hii? Ni ili uelewe jambo hili. Siku ulipowaza kuombea jambo fulani, au siku ulipoanza kuombea labda eneo la kazi, usichokijua, nilishasema tena na nitaendelea kusema, siku ulipoweza kuombea kazi, immediately ulimwengu wa roho wa Mungu uliachilia ile kazi yako. Ulimwengu wa roho wa Mungu uliachilia ile kazi yako. Baada ya kuachilia ile kazi yako, unatoka kwenye ulimwengu wa roho wa Mungu unakuja kwenye ulimwengu wa roho wa malaika. Baada ya kutoka kwenye ulimwengu wa roho wa malaika, lazima upite kwenye ulimwengu wa roho wa kipepo, anga la kipepo. Hii ni mbingu iliyo juu yetu. Hii mbingu ni mbingu ya kipepo. Kwa hiyo ukiweza kutoka kwa Mungu, ukipita kwenye ulimwengu wa roho wa malaika, ukija kwenye ulimwengu wa roho wa kipepo, ndio sasa kile kitu unachokifanyia kazi kitakuja kwako. Nisikize, nimeomba kwa ajili ya kazi. Immediately ile siku ya kwanza tu kuanza kuomba, kabla sijaomba, lile wazo tu lilipoingia ndani yangu la kutaka kuomba, Mungu aliachia ile kazi. Kwa hiyo kuiachia haiji kwako, inaenda kwenye ulimwengu wa roho wa malaika. Kutoka kwenye ulimwengu wa roho wa malaika kuja kwenye kwako, kuna process tena, lazima i-cross kwenye ulimwengu wa roho wa kipepo, ambao ni anga lililoko juu yetu. Okay, kama ndio hivyo kwamba kuna aina tatu za mbingu na zote zina uhusiano, zinahusika na kuachilia vitu kutoka kwenye ulimwengu wa roho kuja kwetu. Kama ndio hivyo, kitu gani kinatokea? Siku ya kwanza ulipofunga na kuomba kwa ajili ya roho fulani, manake nilitaka kuombea roho fulani, nilisema usichokijua hivi, immediately kile kitendo tu cha kusema sasa ninaombea hizi ndoto za shule, kitendo cha kusema kwamba ninaomba, manake ulishasema hili jambo sio la kimwili tena, ni jambo la kiroho. Nataka kupambana na hizi ndoto kwa namna ya kiroho. Kwa hiyo siku ulipoanza kupambana na hizo ndoto za shule, siku ile roho uliiondoa. Siku ile, nataka uelewe jambo hilo. Siku ulipoanza kuombea hizo ndoto za shule, siku ile hiyo roho uliiondoa. Siku hiyo uliiondoa. Kama siku hiyo uliiondoa, kwa nini sasa inakulazimu au inatulazimu tufunge siku 3 au tufunge wiki nzima kabla ya kuona matokeo ya kile kitu tunachokiombea? Luka tafadhali. Tuende kwenye maandiko kwanza. Luka 11. Nilishazungumza jambo hili sana. Luka 11. Luka 11:23. Luka 11:23. Tuanze 24. Luka 11:24. Biblia inatuambia, pepo mchafu amtokapo mtu hupita mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzikia, asipoona husema. Sikiliza, pepo mchafu amtokapo mtu, manake kumbuka siku ulipokuwa unaombea ndoto ya shule. Kumbuka nilisema ndoto ni roho iliyopo tayari inasema nipo, manake inatafuta agreement au ilishapata agreement inakukumbusha kwamba nipo. Okay, tunaambiwa pepo mchafu amtokapo mtu. Okay. 24. 24 tafadhali. Pepo mchafu amtokapo mtu hupita mahali pasipo na maji, akitafuta mahali pa kupumzikia, asipoona. Biblia inasema siku ulipoondoa hiyo roho, huenda na kutafuta mahali pa kupumzikia. Isipoona mahali pa kupumzikia, ndipo husema nitairudia nyumba yangu niliyotoka. Hata afikapo akaiona imefagiwa na kupambwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, wakaingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Sikize kwa makini. Tumeambiwa pepo linapotoka sio kwamba huwa linatoka moja kwa moja. Huwa lina kawaida ya kutoka na kurudi tena. Pepo anapomtoka mtu sio anatoka moja kwa moja. Huwa anatoka na kurudi tena na kusema nitairudia nyumba yangu. Imagine nilisema pale Dar es Salaam hivi. Imagine pepo, roho inakutoka alafu inarudi inasema hii ni nyumba yangu. Inakuita wewe ni nyumba yangu. Husema nitarudi na kuiangalia nyumba yangu.
nitairudia nyumba yangu. Anasema akikuta nyumba ni tupu, tupu manake kile kitu kilichoiondoa hakipo. Kumbuka kilichoiondoa hiyo roho ni maombi. Siku ulipoanza kuomba ile roho iliondoka. Ikirudi ikikuta hakuna maombi, ndipo inarudi inawachukua wenzake 7 na kukaa, kwa sababu ile nyumba imekuwa sasa ni safi na tulivu, na tunaambiwa hali ya huyo mtu huwa ni mbaya. Usichokijua ni hiki: kwa nini ndoto za shule uliziombea na zinarudi tena? Sikurudi tena au kuanza kuona ile roho inarudi tena, sio kwamba imerudi, inatafuta agreement, inatafuta patano. Kawaida siku zote roho ukiiondoa, sio kwamba inaondoka moja kwa moja, ina kawaida kurudi tena na kujaribu kutafuta tena agreement ione kama ina uwezo wa kurudi tena. Kwa hiyo usishangae nilikuwa ninaota ndoto fulani, baada ya ndoto hizi kuziota nilifikiri zitaondoka, lakini bado naendelea kuziota. Usichokijua ni hiki: ile roho inarudi tena, hata kama umeshaiombea huwa inarudi tena na kujaribu kutafuta tena patano ili kuona kama ina uwezo wa kurudi tena. Nilichomwambia huyu kaka aliyekuwa anaota hizi ndoto na kufanya maombi, ili kujua kama imerudi tena, maana ile patano limepatikana tena. Ni kama vitendo vile vile ulivyokuwa unavifanya kwenye ndoto ya kwanza, bado unaendelea kuvifanya kwenye ndoto iliyorudi. Maana kama vinajirudia vile vile. Nilikuwa nafanya mtihani, alafu baada ya kumaliza kufanya maombi, nikaanza tena naota zile ndoto za kufanya mtihani. Maana tayari ile roho ilisharudi na ilifanya patano na ikakubalika. Ndio maana unaona kitu ni kile kile. Lakini kama haijapata patano, manake utaona mfumo ule wa ndoto za shule, lakini sio kama zile. Kuna kitu kadogo katabadilika sana. Wakati mwingine kama ni kitu kile kile unakirudia kukiota, lazima ujiulize ni mlango gani niliofungua nikaruhusu hizi roho kurudi tena. Lazima ujiulize sana. Ndoto zina kawaida, roho zina kawaida ya kurudi na kutafuta patano tena. Roho zina kawaida ya kurudi ili kutafuta patano tena, kuona kama zina uwezo wa kurudi tena pale zilipotolewa. Na kama zikipata patano, manake kama zikiruhusiwa kurudi tena baada ya kuzitoa, Biblia inasema hali ya huyo mtu huwa ni mbaya sana kuliko ile ya mwanzo. That's why you have to be very careful. Unapofanya maombi ya roho yoyote ile, lazima uwe makini kwamba hufungui mlango mwingine tena wa kuingiza roho hiyo uliyotoa, kwa sababu shida ukirudisha tena, hali yako ya mwanzo huwa ni mbaya. Na njia pekee itakayokusaidia ili usifungue tena mlango au usiache tena mlango hiyo roho ikarudi tena, njia pekee ya kukusaidia ni kubaki kwenye maombi tu. Kati ya watu ninaowasifu ni wale singles ambao tumeanza nao maombi kule nyuma na mpaka sasa wanaendelea. Kuendelea kukaa kwenye maombi manake hutoi tena nafasi ya roho kurudi. Some demons huwa zinarudi na kutafuta agreements. Na yes, if you don't close that door permanent, kama utafunga wa mlango permanent, unaweza ukafungua mlango mwingine zikaingia tena. That's why you have to be very careful. You have to be very, very careful. Bila shaka nimejibu yale maswali ya wale wote waliokuwa wameuliza kwa nini wamefanya maombi ya ndoto na bado wanaendelea kuota ndoto hizo. Aidha hujaweza kuiondoa hiyo roho, au uliondoa na inarudi kutafuta tena agreement. Hilo ndio jibu langu. Na hupaswi kukata tamaa. Unapaswa kuendelea kuomba na kuomba na kuomba na kuomba mpaka utakapohakikisha umeiondoa hiyo roho totally. Bado tunaendelea na maombi. Kila maombi tunayofanya hapa, hakikisha unayafanya. Tuna sehemu, kuna kitu tunafanya kila wakati tunapofanya maombi. Kuna kitu tunafanya kila wakati tunafanya maombi. Kuna kitu tunafanya. Mimi nasumbuliwa na ndoto ya kuona
nyumba yetu ya zamani kila siku. Tayari hii ndoto iko kwenye peji yetu ya YouTube. Tafadhali nenda utakuta maana yake. Peji yetu ya YouTube inaitwa The Real Sons of God. Julie Limo, umesema unasumbuliwa na ndoto ya kuona nyumba yenu ya zamani. Tayari iko kwenye peji yetu ya YouTube. Nilishajibu hiyo ndoto kwenye peji yetu ya YouTube. Nenda peji yetu ya YouTube inaitwa The Real Sons of God Missionary Search, utakutaiona, utakutana na hiyo ndoto. Subscribe pia ile channel. Spiritual husband jamani anaboa. Je, ulishawahi kufanya maombi? Kwa sababu tatizo la spiritual husband au spiritual wife ni deliverance. You need deliverance. You need deliverance. You need deliverance. Mimi naamini kwamba deliverance ya kweli ni pale ambapo utamwombea mtu ukaona ile spirit imemanifest, au unamwekea mtu mkono unaona ile spirit ina manifest. Hapo ndo unajua kwamba wakati mwingine nikikutabiria nikisema naona 1 2 3 alafu nisikusaidie, ile haisaidii chochote. Na ndio kitu ambacho nimeona pia some prophets are doing, kwamba they are prophesy kwamba naona hiki naona hiki naona hiki, alafu then baada ya kuona ni nini? Kwa sababu kama utaona alafu sikuona deliverance inaendelea, ni sana kwamba nimebaki na ile shida. Ukiota unatoa sadaka ina maana gani? Ni prophetic dreams. Hii ni prophetic dreams, manake Mungu anataka kukwambia kuna jambo ulikuwa unaliombea kwa unapewa maelekezo litolee sadaka. Au kuna jambo limekuwa ni gumu kwenye maisha yako, ulimwengu wa roho unasema kwamba toa litolee sadaka hilo jambo. Eleza kidogo kuhusu hizi agreement please. Ile somo liko kwenye ukurasa wetu wa YouTube, tafadhali sikiliza na usikilize tena. Tayari nilishaeleza zile sheria kwenye YouTube, nafikiri nilieleza mpaka 8. Lakini mikoani kwa mfano Dar es Salaam nilifundisha zote, Morogoro, Mbeya, Arusha, Kilimanjaro, kote nilifundisha zote. YouTube nimefundisha nafikiri mpaka 8. Naota nyoka na nigonga mguuni. Nenda nyuma kwenye peji yetu hii hapa, ndoto za nyoka zipo tayari. Alright then, till then, God bless you. Endelea kufuatilia. Niwashukuru wale wote ambao yes, nitakuwa sio niwashukuru wale wote ambao wamekuwa wakishare masomo yetu na watu wengine, wale ambao wamekuwa wakishare page hii. Ni zaidi ya watu 80 nimewahudumia sasa. Wote wanasema fulani ndiye aliniambia juu ya hii page, fulani ndiye aliniambia. Watu wanafunguka kupitia watu wengine. Kwa hiyo niwashukuru wote ambao wamekuwa ni wainjilisti wazuri. Ujue vitu vingi ambavyo, kwa mfano lile somo la masturbation nililolifundisha juzi, walikuwa karibu watu 150 walipewa taarifa ya lile somo la masturbation na watu wengine ambao waliona ule ujumbe wakashare na wao. Kwa hiyo wakaja inbox wanasema mimi nilikuwa sijui page fulani ndio alinieleza, umenisaidia sana, sikujua kama jambo hili ni shida. Kwa hiyo nikushukuru ambao umekuwa ukishare masomo yetu na watu wengine, yamefanyika baraka kwao na yamewasaidia sana. Endelea kushare, endelea kuambia wengine. Kuna vitu vingi ambavyo ninaamini kwamba vinawatesa watu bila wao wenyewe kujua kwamba ni tatizo. Watu wengi wako kwenye matatizo, wako kwenye vifungo bila wao wenyewe kujua kwamba ni vifungo. Wewe ambaye tayari umejua ni vifungo, share na wao, wasaidie. Mtu akiona tu, akisoma tu anaelewa. Nimekuwa nikizungumza juu ya mahusiano kwa muda mrefu. Relationship ni neno ambalo nalifahamu vizuri. Kwa hiyo limewasaidia watu wengi. Share na wengine, wasaidie watu wengine. Kwa hiyo endelea kushare na watu wengine tafadhali. Kumbuka pia nitakutangazia siku ya kufanya maombi maalum kwa ajili ya ile spirit of masturbation. Endelea kufuatilia. Ni kitu ambacho nimeona kimewa affect wengi sana. Karibu asilimia ilikuwa ni 60 au 70
ya watu wote waliona ile post, wote they are affected with that spirit. Kwa ni kitu ambacho kinahitaji utulivu kidogo ili kutoa prayer point za kutosha kuweza kuwavusha watu. Hakikisha unafuatilia hayo maombi nitakupa. Nahitaji tufanye ni ya kufunga at least siku 2 au 3 ili tuweze kuvuka ile eneo. Till then, God bless you.